Salama, mambo vipi? Safi, poleni na hongereni. Mambo yamekuwa ni mengi, lakini tunafurahi mpira umeshinda na at least mambo yanaanza kurudi vile ambavyo inatakiwa. Bodi ya ligi leo mmetoa taarifa kwamba mmesogeza mchezo wa dabi kutoka tarehe 15 mpaka 25. Na inaonekana kila kitu kinaanza kwenda sawa. Unaweza ukatupitisha kidogo mchakato ulikuwaje na tunaendaje mbele sasa? Ni kweli ni kuhusu mchezo wa 184 ambao hapo awali ulipangwa kufanyika Machi 8 kabla hujaahirishwa na kueleza kwamba ingeupangia tarehe nyingine, na tunakumbuka sote Gaza ni 15 kama tarehe rasmi ya mchezo huo, kabla ya jioni ya leo kutoa taarifa ambayo imeeleza kwamba mchezo huo utakwenda kufanyika ni 25 mwaka huu. Kwa hiyo ni taarifa zimetoka bodi ya ligi kuu Tanzania kwamba mchezo huo sasa utakwenda kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa 25 mwaka 2025 kuanzia majira ya saa 11. Kwa hiyo hicho ndicho kilichofanyika. Na mpaka hivi tunavyoongea maandalizi rasmi sasa yameshaanza ya mchezo huo. Maandalizi yalishaanza tayari. Maandalizi yalishaanza, labda sasa tuseme yataendelea. Siku zote nimekuwa nikizungumza na wanahabari na vyombo vya habari nikisisitiza kwamba maandalizi yanaendelea. Niseme kwamba kama maandalizi yanaendelea yalikuwa yakamilike kesho kwa ajili ya mchezo wa kesho, lakini sasa yataendelea zaidi kwa sababu pia jukumu lingine hapa katikati kama michezo ya mizunguko miwili, mzunguko wa 29 ambao utaanza kufanyika Juni 18 na mzunguko wa 30 ambao wenyewe utafanyika Juni 22. Kwa hiyo tutakuwa na majukumu hapo kati wakati tuendelea na maandalizi ya kali ya soda, alafu tarejea Juni 25 kwa ajili ya mchezo huu. Kwa hiyo rasmi mchezo wa dabi utakuwa ni mchezo wa mwisho kabisa wa kufunga ligi msimu huu. Hii ni taarifa rasmi pia kwamba huo utakuwa ni mchezo wa mwisho wa ligi kuu kwa msimu huu. Na baada ya hapo sasa tutakuwa tunasubiri tu mchezo wa fainali ya Confederation pamoja na michezo ya playoff. Lakini kwa maana ile michezo ya mizunguko 30 ya ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2024 2025, dabi ya Kariakoo ndio utakuwa mchezo wa mwisho kabisa. Karimu, hapa katikati kumekuwa na sintofahamu nyingi kati ya bodi ya ligi na klabu ya Yanga na vitu vingine vingi vilifanyika. Na mpaka dabi inaenda kuchezeka tunaona kama Yanga tayari wana furaha. Tayari mmeshaweka vitu vyenu sawa au tuendelee na michezo wakati mnaendelea kuweka vitu vyenu sawa? Unajua tafsiri ya mambo kutokuwa sawa, sintofahamu inaweza ikawa tofauti baina ya mtu na mtu. Siku zote mimi ungeniuliza ningekwambia kila kitu kinakwenda sawa. Kwa sababu unajua mchezo wa soka ni mchezo ambao unaongozwa kwa mujibu wa kanuni na sheria, na hiyo ndio njia pekee ya kuendea mambo yote. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme napata wakati mgumu kujibu swali ya kwamba kulikuwa na sintofahamu ama kulikuwa na mgogoro ama chochote, kwa sababu tunatamani kubakia hapo kwenye kanuni zetu na taratibu zetu. Kama hivi leo bodi ya ligi kuu Tanzania ambayo ndio chombo chenye mamlaka ya kusimamia na kuendesha ligi imesema mchezo huo utachezwa siku fulani, basi wadau wengine wanapaswa kupokea ile taarifa na kuitekeleza. Hiyo ndio football na huo ndio utaratibu wa mpira wa miguu unapotakiwa kuwa. Sawa, hiyo siko tayari sasa kuzungumzia masuala mengine yote yale. Nadhani sasa kuzungumzia kujikita zaidi kwenye maandalizi kuelekea huo. Sawa, sisi kama wadau tumefurahi kuona mpira umeshinda, kwa maana tunaenda kushuhudia kabumbu, tuone watu na mifumo yao, tuone watu na vipaji vyao. Lakini haya yote yaliyotokea ndani ya hizi wiki mbili, wiki tatu, kitu gani wewe kama Karimu, afisa habari wa bodi ya ligi na bodi ya ligi, kitu gani mmejifunza kutoka kwenye hili? Ndio sio siku yake ya kuzungumzia zaidi hayo. Nadhani leo tusalia hapo kwenye kutoa taarifa na kujadili kile jana na hiyo taarifa, kwa maana ya kinachofuata baada ya taarifa ya mchezo, maandalizi na kadhalika.
nisingependa kurejea sana huko, nitumie muda mwingi kudiscuss hilo jambo. Inawezekana tutapata wakati mwingine tutajadili masuala mbalimbali, lakini sasa hivi niwe radhi ndugu yangu, tutumie muda huu kuzungumzia zaidi mchezo huu namba 184 kuelekea hiyo Juni 25. Sawa, sisi tukushukuru kwa kuungana na sisi na tukutakieni maandalizi mema na tufikishe salamu zetu bwana kwa CEO, mtu makini kabisa huyo. Bila shaka yote salamu zitafika. Mmeshinda. Asante sana. Haya, amemaliza namna hiyo. Karibu Muboimanda. Naona Anwar alikuwa anataka kumwanza kumdodosa. Unataka kufukua. Atufukui. Pameshapoa, wewe unataka kuanza tena. Vitu bado vya moto. Ya bodi ya ligi wameshinda. Bodi ya ligi imeshinda, tunakubali, na mpira umeshinda. Kwa sababu kuna vitu ambavyo Manidi vilikuwa vinaendelea vilikuwa havina afya kweli. Unajua ukifika watu kuanza kutoleana siri za ndani, kila mtu alikuwa na mstiri mwenzake, alafu mkaanza kwenda public kutafuta sympathy. Maana ni sympathy. Mlikuwa mnaweza kila mmoja anasema la kuwasiliana ndani kwa ndani na mambo yakaendelea kama zamani. Lakini unaona utoe barua ya ndani ambayo haihusiani na public kwenda kuiweka hewani na kila mtu akaona, maana yake mnavuana nguo. Kwa hiyo kikubwa mpira umeshinda, lakini kwangu mimi naona imekuwa ni darasa tosha sana kwa mamlaka kwamba jinsi gani ya kuviendea vitu, na kikubwa lazima wafate vile inavyotakiwa, watende haki kama inavyotakikana, na zile favor na busara ziachwe, lakini vilabu navyo pia vifate msingi na matako ya kanuni inavyotaka. Nadhani kuanzia hapa kama watasafisha sahani, sawa, kila kitu kikaanza upya, msosi ukaanza kuwekwa mpya wa moto, kuanzia hapa nadhani soka letu litakuwa sasa linaenda katika mtiririko unaotakiwa. Kama kila mtu atalizika na kusahau yaliyopita na kuangalia vitabu vyao vinasemaje, kanuni zinasemaje, ligi inakaribia kuisha, marekebisho yaende wapi, ili uko mbele yasije kujirudia haya ambayo yametokea. Lakini kiuhalisia Mwanaidi, haya ilikuwa lazima yatokee ili kuweza kustabilize ligi yetu. Pengine inaweza kawa ni funzo kubwa sana